Kuna tofauti kubwa sana kati ya kuanzisha biashara na hiyo biashara ikakuletea mafanikio kama jinsi ambavyo ulikuwa unatarajia. Namaanisha kwamba kuna watu wengi sana waliamua kuingia katika masuala mazima ya biashara za uzalishaji, wakaamini kwamba baada ya kuanzisha biashara wataweza kupata mafanikio kama jinsi ambavyo walikuwa wanatarajia. Inawezekana hata wewe kwenye masuala mazima ambayo unayofanya kwa sasa hivi, aidha kwenye ufugaji au vitu vingine, unaamini kabisa kwamba ukishaanzisha biashara especially kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji, utaweza kufanya vizuri na utapata mafanikio kama jinsi ambavyo unategemea. Hiyo inaweza ikawa ni sahihi kwa mtu yule ambaye alikuwa anafahamu baada ya kuanzisha biashara ataweza kufanya vitu gani au atazingatia vitu gani ambavyo vitamsaidia yeye kuweza kuendeleza hiyo biashara ambayo aliipanga, na mwisho wa siku akaendelea kupata mafanikio kama jinsi ambavyo alikuwa anatarajia. Inawezekana kabisa una mpango wa kuanza biashara za ufugaji wa kuku, wa samaki na vitu vingine, lakini unaamini kwamba ukishaanzisha biashara utaweza kupata mafanikio kama jinsi ambavyo ulikuwa unatarajia. Hiyo inawezekana tu kama ukiweza kuzingatia vitu kadhaa ambavyo kupitia hii video napenda nikupatie, ili kusudi utakapoanzisha biashara, utakapoanza kufuga, uweze kufahamu vitu gani vitakusaidia wewe kuweza kuisimamia biashara yako kuletea mafanikio kama jinsi ambavyo ulikuwa unatarajia. Jina langu naitwa Lembo Kija. Napenda sana kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji. Stay with me. Unapoanza kufanya biashara yoyote ile, huwa tunaanzia sehemu ya kwanza kabisa ambayo ndio mzizi wa biashara kusudi iweze kukua. Na wewe kama umeamua kuchagua eneo lolote lile la biashara, mfano katika masuala mazima ya uzalishaji, nafikiri umeshazingatia vitu kadhaa ambavyo vitaweza kukusaidia wewe uweze kufanya vizuri kama jinsi ambavyo ulikuwa unatarajia. Kuna vitu vinne ambavyo ukivizingatia vitaweza kukusaidia wewe uweze kuendeleza biashara ambayo uliipanga, ili kusudi iendelee kupatia mafanikio kama jinsi ambavyo ulikuwa unatarajia. Kitu cha kwanza, kuza na kustawisha biashara yako. Baada ya kuanzisha biashara ambayo ulikuwa umeipanga, kitu ambacho unatakiwa ukifanye ni kuifanya hiyo biashara, aidha ya ufugaji wa kuku, ufugaji wa samaki, ufugaji wa nguruwe, uzalishaji wa mazao, iweze kukua, ikuletee matokeo ambayo hayo matokeo yataifanya hiyo biashara iendelee kustawi, kuzaa matunda, na mwisho wa siku iweze kupatia mafanikio ambayo ulikuwa unatarajia. Changamoto kubwa ni kwamba wafugaji au watu wengi ambao wanaamua kuingia kwenye biashara, wanaanzisha biashara, hiyo biashara inaanza kuwapa matokeo, yale matokeo kutokana na matunda ya ile biashara wanashindwa kuyafanyia process ili kusudi yaweze kuwarudishia faida zaidi kulingana na kitu ambacho wanakifanya. Jambo la pili, ilinde biashara yako. Baada ya kuanzisha biashara kuna vitu viwili tofauti. Kuna kuanzisha biashara, lakini cha pili ni kuiacha hiyo biashara kwa kuifanya uweze kuiwekea ulinzi imara. Itakapotokea changamoto yoyote ile, uweze kujua mbinu gani utazitumia. Haijalishi upo kwenye biashara za mazao, haijalishi unafuga kuku na vitu vingine, biashara iendelee kubaki salama kama jinsi ambavyo ilikuwa mwanzoni. Unaweza ukawa ni shahidi, kuna watu wengi sana ambao walianzisha biashara na kitu ambacho kilikuja kuleta changamoto ni kushindwa kuiwekea ulinzi. Kitu ambacho kitakuwa na msaada zaidi ni wewe kuiwekea ulinzi biashara yako, ili kusudi iendelee kuletea matokeo kama jinsi ambavyo ulikuwa unatarajia. Jambo la tatu ambalo unatakiwa ulizingatie, jua kila kitu kwenye biashara ambayo umeanzisha. Watu wengi ambao nawaona wanashindwa kufanya vizuri kwenye biashara ambazo wamezianzisha, changamoto kubwa inakuja kwenye eneo la kushindwa kumaster skills zote ambazo zinahitajika ili kusudi huyo mtu aweze kupata matokeo kama jinsi ambavyo alikuwa anatarajia. Kwenye biashara za uzalishaji, mfano biashara za ufugaji wa kuku, kuna skills nyingi. Kuna ujuzi wa aina tofauti tofauti ambao unahitajika. Kuna ujuzi kuhusiana na jinsi ya kulea vifaranga, ujuzi wa kuweza kulisha kuku, ujuzi wa mabanda, ujuzi wa kuhusiana na masoko, ujuzi wa kufanya management nzima kuhusiana na mtu ambaye atakuja asimamie biashara yako ili kusudi iweze kustawi. Ukimwona mtu ameshindwa kufanya vizuri kwenye biashara za uzalishaji, ujue kati ya vitu ambavyo vimesababisha yeye asifanye vizuri ni pamoja na kushindwa kumaster skills ambazo zinatakiwa kwenye kila eneo ili kusudi aweze kufanya vizuri. Jambo la nne ambalo ni muhimu zaidi, wekeza mazao ya biashara yako yanayopatikana. Ni mara ngapi umeanzisha biashara lakini hiyo biashara haijakuletea matunda au haujaweza kuwekeza yale matunda ambayo yanatokea kwenye biashara yako? Inawezekana kabisa biashara yako haina changamoto yoyote, ila shida ipo kwako, unashindwa kuwekeza zile products, mazao yanayotokea, ili kusudi biashara iweze kuzaa na iendelee kukua zaidi. Inawezekana kabisa vitu vingi vinatokea kwenye biashara yako, lakini kikubwa ambacho unaweza kukifanya na kikaendelea kukusaidia wewe kuweza kupata matokeo ni kuwekeza products au mazao ambayo yatatokea kutoka kwenye biashara yako. Mfano, umepata faida kulingana na uzalishaji ambao unafanya,
kitu kinachofuata ni kuangalia jinsi gani hiyo faida ambayo imetokea uweze kupata wewe, lakini pia uweze kuwekeza ile mbegu ambayo itakuwa ni muhimu sana kuweza kuikuza biashara yako na iweze kuletea matokeo makubwa zaidi. Kati ya haya mambo manne ukiweza kuyatafakari vizuri, utakuja ugundue kwamba biashara nyingi ambazo zinashindwa kukua ni kwa sababu ya kutokuzingatia haya mambo ambayo nimekuelezea, na wewe ukiweza kuyazingatia utasingizia ni nani mchawi kwenye biashara ambayo unaifanya. Unaweza ukashare hii video kwa mtu mwingine ambaye na yeye ana interest kubwa kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji, hasa kuhusiana na ufugaji, ili kusudi aweze kujifunza vizuri kabisa kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji, ni mwisho wa siku aweze kupata matokeo. Asante sana, tukutane katika video nyingine.